Tuendelee na sehemu ya pili ya simulizi yetu inayoitwa Kilanga House. Siku iliyofuata, Gaddafi aliamua kuzungumza na jirani wa chumba namba 4, Kombe, mchungaji aliyejulikana kwa sauti zake kali za kuombea na mazoea yake ya usiku wa kuleta amani. Kombe alikuwa mtu mzito mwili, mwenye miondoko ya haraka na macho makali ambayo hayakuweza kuficha siri yake ya maisha ya kijiji hicho cha mitaani. Kombe, Gaddafi alianza kwa hofu kidogo. Nahitaji kujua kuhusu Kilanga House, na hasa kuhusu yale yanayotokea usiku. Je, kuna mambo ya aina gani hapa? Kombe alitabasamu kwa upole lakini macho yake yaligeuka kali. Gaddafi, hii si nyumba ya kawaida. Hapa kuna roho zilizopotea, wachawi wa zamani, na hata majini wanaoishi katikati ya watu. Usijaribu kuficha macho yako, au kuachana na maisha haya. Kilanga House itakupeleka sehemu unayohitaji, lakini pia itakuja na bei. Gaddafi alisikiliza kwa makini. Alikuwa na hamu ya kujua zaidi. Je, unajua kuhusu msichana anayeishi gorofani juu? Yule anaitwa Sophia. Kombe akatabasamu kwa uzito. Sophia ni hadithi kwa watu wa hapa. Watu wanasema ni roho ya mpenzi wa zamani aliyekufa kwa njia ya ajabu. Kila usiku, maua huletwa kwake bila mtu kuona nani anayaleta. Wengine wanasema ni jini, wengine wanasema ni mpenzi wake wa giza. Gaddafi alipata shaka kubwa. Hii yote ni kweli? Na je, ina maana gani? Kombe akamwangalia kwa macho makali na kusema, maana yake ni kwamba Kilanga House sio mahali pa kawaida. Ikiwa utaishi hapa, lazima uelewe kuwa maisha haya hayana huruma, na unahitaji kuwa na nguvu ya kiroho na akili. Gaddafi alihisi mzigo mkubwa, lakini pia furaha ya kuwa ameingia kwenye hadithi ambao alikuwa ameitafuta kwa muda mrefu. Baada ya mazungumzo hayo, Gaddafi alianza kutambua kuwa Kilanga House ilikuwa kama kitabu chenye hadithi zisizoandikwa, kila mtu akiwa mhusika wa hadithi yake binafsi. Alijua kuwa safari yake ilikuwa imeanza na haikuisha tu kwa kuishi katika nyumba ya kupanga. Siku zilipita, na matukio ya ajabu yalianza kutokea. Wakati mwingine alikuwa akisikia kelele zisizo za kawaida, kuvuta pumzi kwa karibu, na hata kuona mawingu meusi yakijikusanya juu ya dari ya nyumba. Lakini pia alijifunza kuhusu watu walioko, kila mmoja akiwa na siri yake, hali yake na ndoto zake. Sophia alionekana mara kwa mara, akiwa kimya na mwenye huzuni isiyoelezeka. Wakati mwingine Gaddafi aliona kama anakumbuka kitu, au labda kuna kitu kinachompoteza kwa undani. Walipokutana kwa bahati chini ya mtaa, alijaribu kuanzisha mazungumzo, lakini alikuwa na hofu ya kuathiri hadithi ya msichana huyu wa giza. Habari Sophia, alisema kwa sauti ya hofu kidogo. Sophia alitabasamu kwa upole. Habari Gaddafi. Maisha hapa ni magumu, lakini kuna siri nyingi ambazo watu hawazungumzii. Gaddafi alijua kuwa alikuwa ameingia kwenye dunia mpya, dunia ya Kilanga House ambayo haikuwa tu nyumba ya kupanga, bali mahali pa hadithi zisizoeleweka, matukio ya ajabu, na watu waliotengwa na dunia. Jana, akiwa na begi lake dogo, alikuwa kijana mgeni mwenye matumaini. Leo alikuwa sehemu ya hadithi hii, hadithi ambayo ilikuwa mwanzo tu wa maisha mapya ya mtaa huu uliojaa siri, maajabu na hatari zisizojulikana. Na usiku ukija tena, Gaddafi alijua kuwa hatakuwa peke yake katika ndoto zake. Kilanga House ilikuwa tayari kumkaribisha kwa mikono miwili, na ile giza ambalo lilikuwa likitazama kwa macho mekundu, lilikuwa tayari kumfunulia yale yote aliyokuwa ameyaficha kwa muda mrefu. Aliamka asubuhi yenye hamu na hofu, akiwa na azma ya kuendelea kuandika hadithi yake, hadithi ya Kilanga House, mahali ambapo maisha na maajabu yameungana kwa njia ambayo hakuna mtu angeweza kutabiri. Gaddafi aliendelea kuishi ndani ya Kilanga House, na kila siku ilimletea changamoto mpya pamoja na maajabu yasiyoelezeka. Alijifunza kutambua kuwa si kila kitu kilichotokea kilikuwa cha kawaida. Wakati mwingine alihisi kama nyumba hiyo yenyewe ilikuwa hai, ikigundua na kujaribu kumsaidia au kumdhuru kwa njia zake za ajabu. Siku moja alipoamka asubuhi, alikuta barua isiyoandikwa jina, iliyoachwa kwenye mlango wa chumba chake. Barua hiyo ilikuwa na harufu ya zamani, kama karatasi iliyohifadhiwa kwa muda mrefu, na ilimlazimisha kujisikia kama kuna mtu anamtazama kwa karibu. Gaddafi alifungua barua hiyo kwa tahadhari, akisoma maneno machache yaliyokuwa yameandikwa kwa kalamu ya rangi ya damu. Usijaribu kuvunja mlango wa giza.
maana utaingia ndani ya maumivu ambayo hayawezi kuponywa. Lakini ikiwa moyo wako ni wa kweli, utaona ukweli usiopotea. Alitambua kuwa ujumbe huu ulikuwa onyo, lakini pia ulikuwa wito wa kuchunguza zaidi siri za Kilanga House. Huu ujumbe ulijenga mhemko wa hofu na hamu ndani yake. Akajua kuwa alikuwa kwenye mapambano kati ya mwanga na giza. Gaddafi aliamua kwenda kumtafuta Kombe, yule mchungaji mwenye macho makali na maneno ya hekima. Alipomkuta, Kombe alikuwa ameshika Biblia iliyokunwa na vidole, akisoma kwa unyenyekevu mkubwa. "Kombe," Gaddafi alianza, "nimepata ujumbe usioeleweka. Una maana gani hii yote? Je, kuna mlango wa giza unaozungumzwa?" Kombe alitabasamu polepole na kupiga kelele ya kuwasha mdogo kwenye meza. "Gaddafi, Kilanga House ina maeneo ambayo watu wengi hawajui. Mlango wa giza ni sura ya usiku ambao hauwezi kufunguliwa na mtu yeyote bila gharama kubwa. Ni mlango unaotenganisha dunia yetu na kile ambacho watu wanaita alama za giza. Unaweza kufungua mlango huo, lakini usihesabu kuwa utaingia kwa usalama." Gaddafi alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu, akijua kuwa ameingia kwenye mchezo mkubwa wa maisha na mauti. Alijua kuwa siri za Kilanga House zilitawala, na hata kama angepata mwanga wa matumaini, giza lilikuwa karibu. Kwa siku kadhaa zilizoendelea, matukio ya ajabu yalianza kuongezeka. Gaddafi alianza kuona mawingu meusi yakijikusanya juu ya nyumba, sauti za kuamsha hofu zikielea angani, na kivuli cha mwanamke mweusi akiruka katikati ya korido. Wakati huo huo, Sophia aliendelea kuwa miongoni mwa watu waliomtia shaka Gaddafi, lakini pia alikuwa sehemu ya moyo wake. Mara moja alijaribu kumweleza kuhusu hadithi ya mlango wa giza. "Kilanga House inakuzunguka na siri nyingi," alizungumza kwa sauti ya chini. "Na mlango wa giza ni moja wapo ya hizo. Watu wanashindwa kuelewa, lakini mimi nafahamu kuwa kuna kitu kikubwa kinakuja. Lakini siwezi kusema zaidi kwa sababu hiyo itaniweka hatarini." Gaddafi alihisi kama alikuwa anakwama kati ya maneno ya Sophia na hofu yake mwenyewe. Alijua kuwa kuelewa Kilanga House kutamfanya apate mwelekeo mpya wa maisha yake, lakini pia kuna gharama kubwa iliyokuwa mbele yake. Siku moja alipokuwa akitembea barabarani kuelekea msikiti wa jirani, alikutana na bibi mdogo aliyekuwa akiketi chini ya mti mkubwa. Bibi huyo alikuwa na macho yanayong'aa, akimpa hisia kwamba alikuwa na hekima isiyo ya kawaida. "Baba," bibi huyo alisema kwa upole, "najua unatafuta ukweli wa Kilanga House. Lakini kumbuka, ukweli unaleta maumivu kama vile neema huleta furaha. Usijaribu kufungua yale ambayo hujawajibika kuyafungua." Gaddafi alimwangalia kwa mshangao. "Bibi, uko tayari kunisaidia? Nitahitaji nguvu kubwa kuendelea na safari hii." Bibi alitabasamu, na kwa upole akamwambia, "Nitakupa kitu, lakini ni jukumu lako kulitumia kwa hekima na moyo safi. Hili ni zawadi ya Kilanga House." Alimkabidhi Gaddafi tundu dogo la chuma lenye alama za kale. "Hili ndilo ufunguo wa kufungua milango ya Kilanga House. Lakini tahadhari, usiruhusu giza likushinde." Gaddafi alichukua ufunguo huo kwa mikono miwili, akihisi uzito wa jukumu alilopata. Alijua kuwa alikuwa tayari kuingia katika hadithi ambazo zilitoka mbali zaidi ya kile alichokiona mwanzo. Hii ilikuwa mwanzo wa mapambano mapya ya akili na roho, kati ya mwanga na giza katika moyo wa Kilanga House.